Hujambo na karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo, ikiwa ni saa 10 majira ni Afrika Mashariki, stesheni nambari 1 na zenye habari za kuaminika kote nchini. Anga za Osotwa, jina langu ni Mwanga Sauli Mwengu. Tukianza na muktasari wa taarifa ni kwa serikali ya Narok kuimarisha mazingira ya kibiashara kwa kuimarisha soko. Kalonzo ajitokeza kumtetea naibu rais Rigathi Gachagua. Tukilitazama habari za kimataifa ni kwa Rais Tinubu ahidi kushughulikia kero za raia wa Nigeria. Taarifa kwa ukamilifu ni kwa serikali ya kitaifa imetoa hakikisho la kukarabati soko 11 katika kaunti ya Narok kabla ya mwisho wa mwaka huu kwa jumla ya zaidi ya milioni 57. Haya ni kulingana na kiongozi wa taifa Rais William Ruto, ambaye alikuwa akiwahutubia wenyeji wa eneo la Kilgoris alikohudhuria ibada ya Jumapili siku ya jana. Rais alisema kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha uchumi na kuinua biashara kwa wafanyabiashara wadogo kaunti ya Narok, huku akiahidi kuwa serikali yake itakarabatiwa barabara ya kuunganisha kaunti hii na kaunti ya Migori, Kisii, Kisumu sawa na kuimarisha biashara ya kikanda. Rais aidha alitoa wito kwa viongozi kushirikiana ili kutekeleza majukumu yao kwa wananchi. Kwa upande wake wa gavana wa Narok County Patrick Ndutu amewaahidi kuharakisha ujenzi wa soko hizo ili kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata miundo mbinu bora ya kutekeleza majukumu yao. Kauli yake ilipata ugwaji mkono wa bunge wa Narok Magharibi Gabriel Tongoyo, ambaye pia alishabikia kurejea kwa utulivu kati ya jamii zinazoishi kwenye mipaka ya Narok na Migori. Kwingineko ni kwa zoezi la kuwapiga msasa mawaziri wateule ambao walitangaza na kiongozi wa taifa lilikamilika hapo jana baada ya mawaziri wateule Ali Hassan Joho, Madini Alfred Mutua, Leba Wesley Faporonya, mashirika Justin Motori,